Mapya yaibuka kwenye penzi lililovunjika kati ya Diamond pamoja na Zuchu. As you know ni kwamba wengi tumeona kabisa kwamba kuna taarifa inayohusu Diamond pamoja na Zuchu kuachana. Sasa kuna mapya ambayo yameibuka, kwa hiyo tega sikio mwanzo mwisho kufahamu ni kitu gani kipi ambacho kimeweza kuibuka. Kama unakumbuka vizuri ni kwamba kama we ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari hapa ni kwamba Diamond Platnumz pamoja na Zuchu kuna jambo ambalo lilikuwa liko nyuma ya pazia, ambalo jambo hilo lilipelekea Zuchu kuweza kuandika waraka kuachana na Diamond. Kama unakumbuka Mama Dangote alikuwa na birthday party ambapo tunaona siku yake ya kuzaliwa ilikuwa ni tarehe 7 lakini wakaisogeza mpaka Jumanne ya wiki iliyofuatia, ambapo tunaona Diamond alikuwa anaonekana yuko busy sana na wanawake wengine kiasi kwamba hata ukiona kabisa kwamba Diamond yuko happy, ana furaha, anacheza na wanawake wengine. Tunaona pale alikuwepo Alia, tunaona kuna kipande ambacho kinamuonyesha Diamond akiwa anamuita Alia kwa mahaba, akimuita Alia njoo ule keki na vitu kama hivyo, na tukaona Alia na pia akaweza kutoa zawadi kwa Mama Dangote shilingi milioni 1, lakini pia Alia alipewa wenyekiti wa kamati. Kwa hiyo kamati ya birthday ya Mama Dangote mwenyekiti alikuwa ni Alia ambaye inaonekana kuwa ni mpinzani wa Zuchu. Sasa kitu hicho kilimkasirisha sana Zuchu kutokana na matukio ambayo yalikuwa yanaendelea. Kiukweli ilimuuma sana Zuchu na kuandika barua kwamba ametengana na aliyekuwa mpenzi wake Nasib Abdul. Lakini sasa mimi nikaona nisiishie hapo, nizidi kuchimba zaidi kujua ni kitu gani ambacho kilipelekea mpaka Zuchu kuandika barua kwamba sasa hivi watu wafahamu kabisa kwamba ameachana na Diamond, au sio? Ni kwamba nilichokuja kukigundua ni kwamba nyuma ya pazia ama chini ya pazia ni kwamba kuna fununu ambazo ziliwahi kutokea hapo nyuma. Kama unakumbuka Diamond alikuwa na show kule Mwanza, ambapo tunaona kabla ile show alitoa tarehe kwamba nitakuwa na show kule Mwanza, lakini Zuchu alitoa onyo kwa densa wake nenda kwa jina la Ashley. Ashley huyu ni densa maarufu wa Zuchu na alipewa onyo na Zuchu kutoenda katika hiyo shughuli ambayo itafanyika pale Mwanza. Na baada ya hapo ni kwamba Diamond aliamua kumuiba yule densa wa Zuchu na kwenda naye Mwanza pasipo Zuchu kufahamu. Lakini alipofika kule Mwanza tunaona show ya Diamond ilikuwa nzuri na dancer yule wa Zuchu alicheza kwa ustadi mkubwa sana, lakini kuna vipande vinamuonyesha Diamond akiwa anacheza kimahaba na yule mwanadada. Sasa baada ya ile show kuisha, dancer yule wa Zuchu akarudi Dar es Salaam, maanake arudi pamoja na Diamond Platnumz. Maanake Zuchu akaja akafumania message za kimahaba, ambapo ikagundulika kwamba dancer yule wa Zuchu ni kwamba ana mahusiano ya kimapenzi na Diamond Platnumz. Kwa hiyo ile picha ulikuwa unaiona kwa Zuchu kuandika vile waraka, mara Diamond kuwa busy, kwa sababu naomba nikukumbushe pia Diamond amemtagi mpenzi mwingine anaenda kwa jina la Christine Boris. Kumbe sababu ilianzia mbali sana, ambapo Zuchu amekuja kugundua kwamba Diamond anatoka kimahaba na dancer wake anaenda kwa jina la Ashley. Na message hizo na chati hizo sio tu wanatoka kimahaba, bali wana mahusiano ya ukaribu mno, kitu ambacho kimepelekea kabisa Zuchu kukaza kurudiana na Diamond Platnumz. Basi baada hayo yote kutokea ni kwamba Baba Levo kama unavyojua mbunge wa Mjini, jambo hilo limeweza kumfikia. Lilipomfikia Baba Levo akaweza kuita waandishi wa habari na kueleza kabisa kwamba siku ya leo kwamba kwa kutokana na matukio ambayo yameweza kutokea Diamond na Zuchu kuachana, ni kwamba aliamua kuchukua jukumu la kuwapigia simu. Waliongea zaidi ya risali 1 na dakika kama 40 hivi, lakini katika hiyo simu inaelezwa kwamba ngoma ilikuwa ni ngumu sana.
ilikuwa ni ngumu sana. Maana yake ni kwamba Zuchu ameonekana kukaza kwelikweli, maana yake hataki kabisa kumsamehe Diamond. Na kama unakumbuka vizuri, kuna post aliposti Baba Levo na kuzungumza kwamba mzee wangu nyumba inaungua moto. Maana yake ni kwamba mambo ni magumu kwelikweli. Maana yake licha kwamba aliwaweka chini na kuongea nao, lakini kwa mujibu wa Baba Levo ameona kabisa kwamba alimtafuta Zuchu private kujaribu kumuomba amsamehe Diamond, lakini Zuchu inaonekana ngoma ni ngumu kwelikweli, kwa sababu ushahidi anao. Lakini kwa ninavyoona Baba Levo matarajio anayo mengi sana, na anasema anahakikisha kabisa kwamba wawili hawa wanarudiana kama ilivyokuwa mwanzo na kila mtu amfurahie mwenzake. Sasa baada ya Baba Levo kuzungumza kwamba sasa hivi anahakikisha kabisa kwamba analipambania penzi la Diamond na Zuchu kuwa kama zamani, Mwijaku ameweza kuibuka tena. Mwijaku ameweza kufurahia kinachoendelea na kusema kwamba Mwambino amekuwa na kawaida ya kumkosea sana Zuchu, na anachokiona Mwijaku ni kwamba penzi la Diamond pamoja na Zuchu haliwezi kurudi kama zamani. Maana yake ni kwamba kama limevunjika, maana yake haliwezi kurudi upya. Kwa anachokiona yeye ni kwamba anasubiri tu talaka kutoka kwa Diamond kwenda kwa Zuchu, kwa sababu anaona kabisa kwamba Zuchu kuna matukio ambayo yanapigwa na Diamond, lakini Diamond anakuwa hajali. Lakini ukiacha mbali na hivyo, hata pia familia ya Diamond pia hapa nazungumzia Mama Dangote, Esma Platnumz, hata kwenye ile birthday party ukitazama kabisa ni kwamba walikuwa na furaha sana, kwa sababu kuna mrembo mpya alitambulishwa wakati wa kulishana keki. Mrembo yule ni kwa jina la Christine Boris, ambapo baada ya Zuchu kuweka ule waraka, yule mrembo alipostiwa kwenye peji ya Diamond, na Diamond akaamua kumtagi mwanadada huyu anaenda kwa jina la Christine Boris. Sasa basi, ukiachia mbali na yote ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, Zuchu ameonekana akiposti kipande ambacho amekubali kuitwa King'ang'a. Kumbuka kuna remix ambayo Zuchu ameimba na Ibra, Uhakika remix, ambapo kwa namna moja ama nyingine Zuchu amekubali kuitwa King'ang'a. Maanake bado analipigania penzi lake, licha ya kwamba ameumizwa sana, lakini bado ameonekana kumpenda Diamond, lakini pia ameonekana pengine anaweza akamsamehe Diamond kutokana na makosa ambayo amefanyiwa. Na hicho kipande kinaonekana kutrend sana kwenye upande wa TikTok, na watu wengi wameonekana kufanyia sana challenge kutokana na yeye kuitwa King'ang'a. Kwa hiyo yeye pia ameamua kuimba katika wimbo mpya ili kuonyesha hisia zake za kimapenzi kwa Diamond Platnumz. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.